Urithi ni nini? Urithi ni kitu ambacho mtu anapata kutoka kwa mwingine. Biblia inasema katika Mithali 19:14, nyumba na mali mtu hupata kwa babaye, maana yake anarithi. Sasa urithi ni kitu ambacho mtu anapokea ambacho hakustahili, lakini yule baba anaamua kumpa vitu vyake. Sasa tuna watoto nyumbani, tuna mtoto wa kwanza na kuendelea, lakini mara nyingi mtoto wa kwanza anarithi kutoka kwa baba yake, mtoto wa pili anarithi kutoka kwa mama yake, hivyo hivyo mtoto wa tatu anarithi kwa baba, mtoto wa nne anakuja kwa nani? Kwa mama. Sasa waangalie watoto wenu sana. Kama ni mtoto wa kwanza anakuwa na vita upande wa baba, lakini mtoto wa pili anarithi vita kutoka upande wa mama, kwa sababu upande wa mama ndio sehemu ambayo imebeba kitovu chake, lakini upande wa baba inabeba damu. Kwa hiyo watu wanarithi vitu. Sasa mtu yoyote anayetaka kurithi lazima ujue kuna kitu kinachoitwa damu. Pasipokuwa na damu huwezi kurithishwa. Angalia familia waliorithishwa mali. Kama hakutakuwa na kitu ambacho kimewaunganisha kupitia damu iwe ya Kristo, utakuta wale watu wanagombana, mtu na dada yake, mtu na baba yake, kwa sababu kurithi jambo unahitaji damu. Kwa hiyo usichukulie kawaida unapopewa mali za urithi. Ndio maana wakikupa hata mali, wakikupa kiwanja, wanataka mpaka zile mila uendelee kuzifata katika ile ardhi. Sisi ni warithi. Galatia 3:29, kama ninyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahim na mtarithi sawasawa na ahadi. Sasa mpendwa, unapokuwa unaomba, mwangalie Ibrahim, lakini usiombe kupitia Ibrahim, omba kupitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu weka pale. Mara nyingi watu wanafikiri ukiomba kwamba Mungu anakubariki wewe unavyoomba. Hapana. Unapoomba Mungu anakumbuka ahadi aliyofanya na Ibrahim. Kwa hiyo akikumbuka yale maneno aliyonena kwa Ibrahim, wewe ndio unabarikiwa. Lakini unaanza kwa jina la Yesu. Baba, nisaidie kwa kupitia jina lako, kama ahadi ambayo ulisema kwa Ibrahim. Kwa hiyo Mungu anakumbuka ile ahadi, ndio wewe unabarikiwa, kwa sababu ile ahadi ipo kwa Ibrahim na uzao wake.
Kwenye kurithi sio jambo la mchezo mchezo, inahitaji nguvu ya ndani ili uweze kufanikiwa. Mungu akubariki sana. Kama umependa ujumbe wetu, andika kwenye message, like, share. Mungu akubariki sana. Amen.